kushinda kwa kupata bao 3-0 dhidi ya Tabora United, timu ambayo ilionekana ina ugumu wake, lakini hapa Tanganyika Stadium wameweza kupoteza kwa bao 3. Ni kitu gani hasa Mashujaa unakiona walikuwa nacho? Kwanza nimeona kuna aina fulani ya mabadiliko kwenye timu ya Mashujaa baada ya kufanya mabadiliko ya muamuzi ya Mwalimu Mayanga. Kuna kitu nakiona amewaletea timu ya Mashujaa. Mashujaa ukiangalia mabadiliko yao ya kwanza, wachezaji wa Mashujaa wanakimbia kiwanjani. Ukiangalia wachezaji wamekuwa wana mikimbio mingi. Ukiangalia wachezaji wa Mashujaa wamejaribu kuzigeuza zile nafasi walizokuwa wakizipoteza za kufunga, sasa hivi wamezigeuza kuwa sehemu ya kufunga. Kwa hiyo naamini kwenye viwanja vyao vya mazoezi mwalimu anawatrain namna gani wafanye. Ukitazama toka aje Mwalimu Mayanga, hata kelele za mashabiki zimepungua. Timu ina posesi, nimeona mechi ya Pamba timu ilifungwa lakini mashabiki bado walipiga makofi kutokana na timu ilivyocheza. Kwa kwanza haya mabadiliko ya kwanza yamekuja kubadilisha Mashujaa. Lakini jambo la pili pia na Mashujaa naona kuna kitu wanatafuta, kuna kitu anacho. Kuna kitu anacho Mashujaa wanatafuta, kwanza kuepuka kwenye upepo mbaya wa kushuka daraja, lakini pili Mashujaa bado wanatafuta nafasi angalau ya 5 ya 6 za juu tofauti na kuwa chini huko. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Mashujaa wanacho na ninakiona wanakwenda kukitafuta zaidi. David Ulomi sasa hivi amekuwa karibuni mechi takriban kadhaa hivi akiwa akiingia anafanya mabadiliko kwa kupata goli, yani lazima apate goli, funga goli na ameondoka kama man of the match. Je, Ulomi unamuona kama mchezaji wa aina gani ndani ya kikosi cha Mashujaa? Ulomi ni mchezaji mzuri. Mimi kama katibu wa chama cha mpira mkoa wa Kigoma nimekuwa na Mashujaa muda wote. Ulomi ni mchezaji mzuri, lakini kama nilivyosema hapo awali, mabadiliko ya kiualimu. Unajua sabu ni kama vile unaenda kubahatisha. Unaweza kumuingiza mchezaji kwa kutarajia atakubeba afu asikubebi, mechi kamshinda. Lakini Ulomi amekuwa kila akifikiriwa na mwalimu atakwenda kufanya kitu hiki, na juhudi zake na Mungu anamjalia anakifanya kama alivyoelekezwa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye tunaona kabisa amekuwa super sabu mzuri. Sabu yake bado haijaiangusha timu. Sabu yake bado haijawaangusha wana Kigoma. Tunamwombea dua Mungu aendelee kumbariki kwenye mfumo huo. Malengo yetu sisi kama chama cha mpira, kwanza tunatamani timu ya Mashujaa iendelee kusalia ligi kuu, lakini tunatamani timu ya Mashujaa iweze siku moja kuwakilisha nchi. Na tumeanza msimu huu, ni msimu wetu wa pili sasa tunamaliza, tunaamini tutafikia malengo hayo. Hilo jambo la kwanza. Lakini lengo letu sisi timu ya Kajuna FC tunatarajia ikapumzikie kishakuwa daraja la pili. Ishakuwa first league ndio ikapumzike pale. Kwa hiyo bado dhamira yetu ni kuipandisha timu ya Kajuna FC, na ninawaona ni watu ambao wanashaurika, wanapokea ushauri, wanania kucheza mpira, uongozi wao umeshikamana vizuri. Kwa hiyo tuna malengo ya kufika mbali kupitia timu yetu ya Kajuna FC.